matumizi ya dawa ya mwanaume mashine, dawa mahususi kwa ajili ya kurefusha na kunenepesha maumbile. Kwa nitakwenda kwa haraka ili mradi pia na wewe uelewe. Kwa kabla ya yote kuna maandalizi. Kabla ya yote kuna maandalizi, kwa maana kwamba vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili kuweza kupata matokeo bora ya kurefusha na kunenepesha uume wako. Kwa kuna maandalizi, kuna hatua na kuna taratibu. So far tutapenda tufahamishane kwanza nini unatakiwa ujipange nacho. Ushaipata dawa yako, unatakiwa uchukue dawa uhifadhi kwanza ndani, alafu ufanye maandalizi ya kutumia hiyo dawa. Kwa kitu namba moja, unatakiwa uwe na daftari. Ununue daftari, kwa ajili daftari hili ya kuhifadhia kumbukumbu zako za upimaji wa urefu na uume wako. Lakini kitu namba mbili, unatakiwa uwe na peni au penseli au cha kuandikia. Lakini pia kitu namba tatu, unatakiwa uwe na rula ya shilingi 500. Ile ununue rula ya shilingi 500. Hii rula itakusaidia kupima urefu wa uume wako. Lakini kitu namba tatu hicho unatakiwa uwe na tepu. Uwe na rula na tepu. Rula inauzwa shilingi 500 mpaka 300. Alikadhalika tepu na za 300 mpaka za 500. Kwa ununue na tepu. Tepu itatumika katika kupima unene wa uume wako. Tepu itatumika katika kupima unene wa uume wako. Lakini kitu namba 4, unatakiwa kuwa na kitaulo kizito. Kuwa na kitaulo kizito vile, mfano kama wa leso, lakini kwa ni kitaulo kizito kidogo kinatosheleza. Lakini pia kitu namba 5, unatakiwa uwe na maji ya moto. Kitu namba 5, unatakiwa uwe na maji ya moto. Lakini na pia kitu namba 6, unatakiwa uwe na dawa yako ya mwanaume mashine. Kitu namba 6, uwe na dawa yako ya mwanaume mashine. Na kitu namba 7, uwe na mafuta ya Vaseline, sio Vaseline, uwe na mafuta ya Vaseline. Kwa hivyo ni vitu 7 ambavyo ni vya muhimu. Ni vya muhimu sana ambavyo unatakiwa kuwa navyo kabla ya kuanza kutumia dawa yako mwanaume mashine, ili kuweza kupata matokeo bora ya kurefusha na kunenepesha uume wako. Hivyo ni vitu 7 unatakiwa kuwa navyo. Kwa hiyo kama utakuwa huna hivyo vitu, unabidi uanze kujipanga, utafute hivyo vitu, utavyokuwa navyo, tunaendelea na hatua. Sasa hatua namba 1 katika hatua za maandalizi. Hatua namba 1, unatakiwa upime uume wako. Uume unapimwa kwa njia gani? Uume unapimwa kama ifuatavyo. Uume unatakiwa upime aliyekuwa umesimama. Upime uume wako aliyekuwa umesimama. Upime kutoka kwenye shina la uume wako kuelekea kwenye kichwa cha uume wako, na utapima kwa kutumia rula ulionunua ile. Kwa utakuwa uume wako umesimama, utachukua rula, utapima kuanzia kwenye shina pale unaweka 0 mpaka huko kwenye kichwa cha uume. Alafu unasoma uume wako una inchi ngapi au una sentimita ngapi. Hiyo ni moja. Lakini baada hapo ukimaliza, unatakiwa uchukue ile tape ulionunua uzungushe kupima ule mzunguko wa uume wake, kwa maana upime unene. Kwa unachukua ile tape unazungusha kwenye uume wako hapa, alafu baadaye unaikunjua, unasoma uume wako una unene kiwango gani, kama ulivyosikia katika maelezo ya nyuma huko leo tangulia. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza ambayo inasema upime uume wako. Ushafahamu katika hiyo hatua ya kwanza. Na hatua namba hii ni hatua ambayo inaofanya dawa yetu sisi wanaume mashine, hakuna mtu ambaye ataweza kutumia dawa hii na asipate mafanikio au matokeo kwa uwezo wa Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa maana ya kwamba ukishakuwa umepima, utakuwa umenakili vile vipimo na utakuwa unatoa matokeo kila baada ya siku 7. Kwa ndio maana tunasema hakuna mtu atakuja kutuambia hajapona, kwa sababu kila baada ya siku 7 unatakiwa utoe matokeo ili tuweze kukuruhusu uendelee au kutokuendelea. Sasa je, iweje utumie dawa mpaka kumaliza bila kupewa ruksa yetu sisi? Kwa maana hiyo dawa si ya kwetu. Kama dawa ikiwa ni ya kwetu, hairuhusu mtu kutumia dawa zaidi ya siku 7 bila ruksa ya mtaalamu husika. Kwa mtaalamu husika ndo anakuambia endelea au usiendelee. Kipengele cha upimaji hiyo. Kwa hiyo utapokuwa hapo ushafanya hivyo, umepima na umeandika majibu yako kwenye daftari lako. Kwa maana kwamba njia nzuri hapa ya kuweka hali ya usawa ni kwamba unatakiwa sasa siku rasmi, baada ushaandaa vitu vyako vyote vimekamilika, unachukua daftari lako, unaandika pale tarehe. Mfano labda leo ni tarehe 8 mwezi wa kwanza, tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2021. Unaandika pale, alafu then unanukuu vipimo. Urefu wa uume wangu ni inchi 5,
na upana wa uume wangu ni inchi 4. Kwa unanakili kwenye daftari lako ile tarehe na siku husika. Kwa hiyo ndio lengo la kutumia vile vitu. Kwa baada ya hapo unakuwa tayari ushamaliza zoezi la kwanza la kunakili. Kwa baada ya hapo sasa unakwenda katika zoezi namba 2. Zoezi namba 2 la maandalizi kabla ya kutumia maneno mashine, unatakiwa uchukue maji yako ya moto. Uchukue maji yako ya moto, uweke kwenye kibeseni au chombo cha wazi, uchukue taulo yako, uidumkize katika iko kibeseni au chombo cha wazi, taulo ipate maji yale ya moto, ichemke kidogo kwenye ile maji yako ya moto. Kwa uchukue maji ya moto weke kwenye chombo afu weke taulo. Baada ya pale utachukua ile taulo, utaitoa, utaikamua kidogo, aliyakuwa itakuwa ina maji na ule moto. Utachukua ile taulo, utaiweka, utaizungushia kwenye uume wako. Utachukua taulo utaizungushia kwenye uume wako kwa muda wa dakika 3. Utaizungushia pale, utaiacha ikae kwa muda wa dakika 3. Baada ya hapo utaitoa, baada ya dakika 3 kuisha, utarudisha kwenye maji ya moto, alafu utaweka kwenye uume wako, utaanza kukanda uume wako na taulo kwa muda wa dakika 2. Kwa muda wa dakika 2. Kwa utakuwa umetumia dakika 5, dakika 3 umetumia katika kupasha joto uume wako, na dakika 2 utakuwa umetumia katika kukanda uume wako. Nafikiri hapo nimeeleweka. Kwa hiyo hayo ndio maandalizi ya awali ya jinsi ya kujiandaa kutumia dawa ya mwanaume mashine. Hayo ndio maandalizi ya awali. Sasa tukiendelea katika swali zima inasema baada ya kutoka kwenye maandalizi unakwenda moja kwa moja namna ya kuitumia mwanaume mashine yenyewe. Hatua namba 1, unatakiwa utikise dawa yako vizuri. Tikisa dawa yako vizuri kabisa. Wazungu wanasema shake well before use. Tikisa vyema kabla ya kutumia. Kwa unatikisa vizuri kabla ya kutumia. Baada ya hapo unachukua dawa yako, unatakiwa uchukue dawa ubonyeze kile kidude cha kutolea dawa, iingie kwenye mkono, alafu upakaze uume wako dawa. Kwa unapaka uume wako dawa, wote ule uume wote unaupaka dawa. Kwa ukishapaka uume wako wote dawa, baada ya hapo unatakiwa uanze kuumasaji uume wako, sio kuchua, kuumasaji. Unaumasaji taratibu ule uume wako, unaumasaji taratibu. Lengo la kumasaji ni kuweza kuhakikisha ile dawa inaingia ndani ya ngozi na ndani ya misuli. Unamasaji taratibu, na hiyo dawa itakuwa na kama vichembe vidogo vidogo vya dawa au vya magome. Unapokuwa una masaji ile chembe vitakuwa vinaondoka. Kwa utamasaji mpaka uhakikishe pale unajua ya uume wako yamebakia mafuta tu. Vile vichembe vyote ambavyo vilikuwa kwenye juu ya uume vinatakiwa viondoke, kwa sababu visipoondoka utapoanza kujichua vitakuwa vinakuchubua. Kwa hiyo unatakiwa masaji mpaka uhakikishe vichembe vimeondoka na pamebakia laini, pamebakia mafuta peke yake. Hiyo ni hatua ya pili. Kwa sababu hatua ya kwanza ni kutikisa dawa yako vizuri, hatua ya pili ni kupaka dawa yako kwenye uume wako na kuanza kumassage. Hatua namba 3 sasa, baada kuwa ndio unataka kuanza kutumia dawa na mashine, hatua namba 3 utavuta ngozi ya uume wako kurudi kwenye shina. Ile ngozi ya uume utaivuta kurudi kwenye shina. Lengo la kuivuta ili mradi uweze kuipata misuli vizuri wakati wa kuchua. Sababu usipoivuta ngozi utakuwa unachua kwenye ngozi na misuli haitopata dawa. Lengo ni dawa ipate misuli, ipate dawa ili iweze kutanuka. Kwa hiyo hatua hiyo namba 3 utavuta ile ngozi yako kurudi nyuma kwenye shina kwa mfumo wa O. Utaivuta hiyo ngozi kwa ule mkono ambao hauna nguvu. Ule mkono ambao una nguvu utatengeneza O, afu utavuta ile ngozi kurudi nyuma. Ikifika kwa nyuma ya ngozi yako utaibana kwa mfumo wa O. Hiyo ni hatua namba 3. Hatua namba 4, utatumia mkono uliosalia, kwa maana mkono uliokuwa wenye nguvu. Utatumia mkono uliosalia au mkono uliokuwa wenye nguvu, utashika uume wako kuanzia kwenye shina ukielekea juu, kwa maana kwenye kichwa. Kwa utashika ule uume wako kuanzia kwenye shina ukianza kuvuta taratibu huku ukielekea juu kwenye kichwa cha uume. Unavuta taratibu, na uvutaji huu tunapendekeza uwe ni uvutaji wa kutumia takriban sekunde 7. Yaani unakwenda taratibu, na tunakushauri uvute kwa polepole kwa sababu uvutaji wa haraka hauna mafanikio yoyote. Kwa utavuta hiyo taratibu takriban kwa sekunde 7 kwa uvutaji mmoja. Kwa baada ya kumaliza hivyo kuvuta taratibu kwa awamu ya kwanza, tunakushauri uvute hivyo mara 50 na si pungufu ya hapo. Ukiweza zaidi hapo ni bora zaidi, lakini fanya utakavyoweza kufanya,
usipungue kuvuta chini ya mara 50. Na tunakadiria mara 50 ni baina ya dakika 15 mpaka dakika 45. Kwa hiyo unatakiwa uvute mara 50. Na baada ya hapo utapokuwa umemaliza kuvuta kwa mara 50, utaanza kusimamisha uume wako. Utaachia kila kitu mikono, utaanza kutumia ile misuli ya unaotumia katika kukojoa kusimamisha uume. Utakuwa unalazimisha kuikamua kwa nguvu ili mali ile uume wako uwe kama unasimama hivi. Na lengo la kufanya hivyo ni kuweza kuongeza nguvu za kiume na kusaidia uume wako uweze kusimama imara. Kadri misuli inavyofanyisha kazi ndipo inakuwa na uwezo wa uume kusimama imara. Na baada ya hapo utakaa kama dakika 15. Kwa mfano sisi tunapenda hii dawa unaitumia usiku, ili mradi unalala nayo itakuwa ni bora zaidi. Lakini kama utakuwa unatumia usiku, utakaa kama dakika 15. Baada ya hapo utaosha kwa maji ya uvuguvugu. Na baada ya kuosha na maji ya uvuguvugu, utapaka mafuta ya Vaseline juu ya uume wako. Lengo la kupaka mafuta ya Vaseline ni kuweza kuondoa harara, kuondoa hali fulani tofauti, kwa sababu Vaseline inatunza ngozi. Kwa sababu utakuwa umekamua, umetumia nguvu, inaweza kupelekea michubuko kidogo, kwa unapaka ile mafuta ya Vaseline kwa ajili ya kuondoa harara na mambo mengineyo. Kwa hiyo jambo lingine la kuzingatia ni kwamba wakati tunatumia dawa hii, kwa wewe mwanandoa umeoa, hakuna masharti yoyote, isipokuwa unaruhusiwa kushiriki tendo la ndoa mara nyingi uwezavyo. Kwa sababu kushiriki mara nyingi uwezavyo ni sehemu mojawapo ambayo inapelekea kuwa na uume mkubwa. Na baada ya hapo utatumia dawa hiyo kwa jinsi tulivyoelekeza kwa muda wa siku 7 tu. Utatumia dawa hiyo kwa jinsi tulivyoelekeza kwa muda wa siku 7, na usitumie zaidi ya siku 7. Siku 7 zikifika, unatakiwa upime uume wako vizuri. Tena uandike kwenye daftari lako ulioandika mwanzo, alafu uangalie ongezeko la aina gani. Baada hapo upige simu kwa mhusika aliyokupatia dawa, umwambie ndugu yangu nilianza kutumia ile dawa siku fulani tarehe fulani, na leo ni siku ya 7, siku fulani tarehe fulani nilianza, uume wangu ulikuwa ni inchi kadhaa na leo ni inchi kadhaa. Sasa ule mtaalamu yeye ndo atakupa ruksa ya kwamba endelea kutumia dawa au simama, ongezeko lolipata linatosha. Kwa hiyo hauruhusiwi kutumia dawa zaidi ya siku 7 bila ruksa ya mtaalamu wako husika aliyokupatia dawa. Sasa angalizo ni kwamba hakuna mtu yeyote kwa sasa hivi sisi anaoweza kuleta malalamiko kwetu akasema ametumia dawa yetu hajafanikiwa. Wote katika wateja wetu wanakuwa ni wenye kufanikiwa kwa sababu za msingi. Kwa hiyo wewe ukija na pointi ya kwamba nimetumia dawa ya Mwanaume Mashine sijafanikiwa, unatushangaza kwa sababu haturuhusu dawa itumike zaidi ya siku 7. Ilikuwaje ukatumia dawa mpaka ikaisha afu hujafanikiwa? Je, ripoti ulikuwa unampa nani? Kwa maana kwamba wewe ni muongo au wewe ni mkweli, lakini dawa umetumia tofauti na sisi tulivyoelekeza. Kwa hiyo ukija na pointi ya kwamba nimetumia dawa yenu sijafanikiwa, pointi yetu ya kwanza tutakuuliza, ripoti za kila wiki ulikuwa unampa nani? Tutakuomba ripoti za kila wiki. Kama utakuwa una ripoti ya kila wiki, maanisha hiyo dawa sio ya kwetu, maana ufahamu maana ripoti za kila wiki. Ila kama dawa ni ya kwetu, unatakiwa kila baada ya siku 7 unatoa ripoti. Ile ripoti ndio sisi tunakuruhusu endelea na usiendelee. Kwa hiyo iwezekane wewe ukawa unatumia dawa wiki ya kwanza hujafanikiwa, tukakwambia uendelee. Ukatumia wiki ya pili hujafanikiwa, tukakwambia uendelee. Ukatumia wiki ya 3 hujafanikiwa, tukakwambia uendelee. Wiki ya 4 hujafanikiwa, tukakwambia uendelee. Mpaka dawa inaisha tukakwambia wewe tumia tu uendelee. Hao sio sisi. Utajua utakuwa basi utakuwa umetapeliwa, umepewa dawa nyingine. Si dawa yetu, ni lazima tufuatilie matokeo. Imadi ukituambia hujapata matokeo, tujue ni kwa nini hujapata matokeo, tukusimamishie dawa, tukuhoji, tuweze kujua tunakusaidia vipi. Kwa hiyo hakuna mtu hata mmoja mwenye malalamiko ya kwamba katumia dawa yetu hajafanikiwa, kwa sababu huo mfumo wa kutumia dawa yetu mpaka ikaishi bila kufanikiwa, mfumo huo sisi kwenye kampuni yetu haupo. Kwa hiyo itakuwa ni dawa nyingine tu. Nafikiri mpaka hapo nimekuwa umenielewa vizuri. Kwa na imani kutakuwa na maswali madogo madogo ambayo utapenda kuuliza, utauliza maswali, nitakujibu bila shida yoyote.